majina naitwa Abdalla. Kwa tukio alilolifanya Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, mbunge wetu Patrobas Katambi, ni jambo la heri kwa kweli. Kama sisi wanasoko tumejisikia heri kabisa. Tunampongeza sana kwa kutimiza ahadi yake, kwani wengi huwa hawatimizi, lakini yeye amesubutu. Kwa maana hiyo basi sisi tunamwombea kwa Mungu amjalie heri, baraka, aendelee na moyo huo. Lakini pia tunampongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano kumteua kwa nafasi hii. Kwa hiyo sisi wanasoko tunasema asante na tutaendelea kumthamini, lakini pia kama tutashida hatutachoka kumwambia kama mbunge wetu. Mimi yangu ni hayo, kwa kweli tumejisikia raha sana. Saba, kuja kukabidhi ahadi ya Mheshimiwa mbunge aliyoahidi mbele yenu. Nafikiri ilikuwa ni Oktoba 25. Mliomba na sasa ametekeleza. Sisi kama viongozi wenu kupitia Waziri wa Mambo ya Ndani Patrobas Katambi, ni kweli aliahidi na leo hii anakuja kutekeleza. Mimi naamini kwa kupitia chombo hiki mtakuwa mnafuatilia taarifa mbalimbali zikiwemo taarifa za habari. Ninajua kijiwe hiki pia mnapenda mpira, lakini mtakuwa mnaangalia mkiwa pamoja. Kikubwa zaidi niseme tumshukuru Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Shinyanga kwa kuweza kutekeleza ahadi yake kwa ukamilifu na weledi mkubwa kabisa. Mimi kama diwani wa kata niwaombe tulinde, huku tukiendelea kulinda tena pia na amani ya nchi yetu. Shukuru sana wafanyabiashara wa soko hili la Majengo Mapya, hususani wale wa kijiwe hiki cha kahawa, ambako kimsingi Mheshimiwa mbunge kama Mheshimiwa diwani alivyosema, tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka jana tulikuwa kwenye kampeni, tulikuwa tunatafuta kula. Baadhi ya wafanyabiashara hasa hususani kwenye kijiwe hiki cha kahawa waliomba ombi ambao kimsingi kwamba wapatiwe angalau televisheni TV kwa ajili ya kuwa naangalia taarifa ya habari, lakini pia kuwa naangalia mambo mbalimbali hasa mipira. Na Mheshimiwa mbunge kalichukua ile, akasema basi swala hili nitalichukua, taifanyia kazi. Leo tarehe 23 mwezi wa 7 2026 Mheshimiwa mbunge amekuja kukabidhi ile ahadi yake aliyokuwa ameisema kwenye kijiwe hiki cha kahawa. Niwaombe Mheshimiwa mbunge anakabidhi TV hii kwa lengo kubwa, ni TV ya kwenye kijiwe hiki cha soko hili. TV sio ya mtu. Natamani wanaokuja kunywa kahawa hapa asubuhi, mnakunywa kahawa, mnaangalia taarifa ya habari, then baada hapo mnaenda kwenye makazi. Wito wangu na rai yangu, TV hii isifanye kama mtu kama muda mrefu hapa kutokota kufanya kazi. TV hii ni ya kuangalia masaa kadhaa ya asubuhi. Basi wale wazee wanaokunywa kahawa basi angalau wafanyaje, waangalie TV au waangalie mpira. Mwenye kijiwe cha kahawa pia mwenyekiti wa soko, nikabidhi TV ambayo Mheshimiwa mbunge aliahidi nao pia ametekeleza. Ndugu wana soko la Majengo Mapya, kata ya Ngokolo, manispaa ya Shinyanga, mbele yetu tunao wageni
ambao wametufikia hapa leo asubuhi, akiwepo katibu wa mbunge ndugu Samueli na mheshimiwa wetu diwani wa kata ya Ngokolo anaitwa dada yetu Jacqueline. Leo ametutembelea kuja kukamilisha ahadi yao ambayo ilitolewa mwezi wa 10. Tarehe sikumbuki, lakini ilikuwa ni mwanzo wa mwezi wa 10. Walikuja hapa na mheshimiwa mbunge wetu wa manispaa ya Shinyanga mjini, si mwingine ni mheshimiwa Katambi. Waliahidi kuleta TV kwa ajili ya sehemu hii ya mgahawa ya kahawa, ili wenye kahawa wawe nasikiliza yanayojiri kwenye sehemu hii wakiwa wanaburudika na kahawa. Lakini akasema niwaletee TV angalau mnaangalia matukio yanayotokea katika maeneo yetu ya hususani ya Tanzania. Kwa hiyo leo tunashukuru wamekamilisha ahadi hiyo, imeletwa. Naomba waifunue ili waiangalie na nione kwamba mheshimiwa wa viongozi wetu si waongo, bali ni watendaji kwa vitendo. Wamekamilisha ahadi yao, tunawashukuru sana. Kama viongozi hawana mbambamba, ni watu ambao wanaeleza na wanapoongea na vitendo vinafuata. Mimi naitwa Rashid Abdalla Athmani, mkazi wa mjini kata ya Mjini Shinyanga, naishi mtaa wa Viwandani. Napenda kumshukuru mheshimiwa mbunge. Nilimuomba kwa ajili ya kuja kutengenezea daraja au karavati katika soko kuu hili la Shinyanga mjini, lakini namshukuru mheshimiwa mbunge, ndani ya siku 3 katekeleza, na sasa hivi mafundi wako site wanatengeneza daraja. Namshukuru sana mheshimiwa mbunge, mheshimiwa waziri Katambi. Samuel Jackson, katibu wa mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini, mheshimiwa Patrobas Katambi, mbunge na waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Leo tarehe 23 mwezi wa 7 2026, mheshimiwa mbunge amekabidhi fedha shilingi milioni 2 kwa makundi mbalimbali yenye uhitaji. Sehemu ya kwanza tumepeleka TV ambayo kwenye kijiwe cha kahawa. Sehemu ya pili tumekabidhi milioni 1.5 kwa wenzetu wa kina mama, umoja wa Kiislamu wa kina mama mkoa, ambako wana kongamano lao linaanza kuanzia kesho. Lakini sehemu ya 3 mheshimiwa mbunge ameelekeza kujenga karavati hapa soko kuu, ambako ilikuwa inaanza kubwa kwa kufanya biashara. Eneo hili la kwa Mediana kwa Sancho maarufu kama Sancho, wanauza ndizi hapo soko kuu. Wafanya biashara wanaopita ile eneo kuingia mle sokoni wanapata adha kubwa sana, hakuna karavati ambayo inafanya au kivuko kuingia mle sokoni. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge na waziri wa mambo ya ndani ya nchi amenielekeza tuhakikishe kwamba pale watu wanapata kivuko kile, na tayari sasa hivi karibuni sasa ujenzi unaenda kuanza kwa ajili ya kujenga hicho karavati. Kwa hiyo nimshukuru mheshimiwa mbunge Katambi kwa kutekeleza hiyo ahadi ambayo kimsingi kwa ameshaiona. Niwaombe wananchi wa jimbo la Shinyanga mjini waendelee kuwa na imani naye, kimsingi anaendelea kuchapa kazi na sisi wasaidizi wake tuko kwa kumsaidia. Asanteni sana Shinyanga yetu sote, lakini pia kwa maendeleo yetu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan analeta miradi mikubwa, lakini pia mheshimiwa mbunge Patrobas Katambi anatekeleza zile ahadi ambazo kimsingi zote kuanzia kipindi cha mikutano ya hadhara, kuomba kula na hivi karibuni kuja Shinyanga baada ya kuombwa na wananchi kutekeleza hiyo ahadi. Asanteni sana.